Azam TV. Asante kwa maoni yako. Kwa wale ambao mnatuandikia kupitia 0683 8029 66. Kweli kabisa huku Kahama hamna hama anasema kwa Makada. Haya, unaandika jina lako pia na ujumbe wako umekatika. Pesa zinakosekana kwenye mzunguko kwa maana ya kuwekwa ndani kutokana na makato ya kila mwezi ya benki. Nikiacha 100,000 kwa miezi mitatu nakuta nimekatwa 4,000 wakati wao ndo wanaizungusha kwa riba. Anaitwa Boashe kaandika maoni yake kutoka kwenye ile lenzi ambayo tumezungumza. Habari za asubuhi, nitaomba mchambuzi bwana Abel huu uchambuzi wake wa leo aje kufanya kipindi cha uchaguzi mkuu tujue ni kiasi kimeingia. Mwisho sijakuelewa, lakini baba Serena wa Kimara Kona, asante pia kwa ujumbe wako. Peter Alex wa Kigamboni, kwani hizo 10,000 wanazo kina nani? Mbona mimi sina? Anauliza. Mbona 10,000 hana na mnazungumzia 10,000? 10,000. Wanaojitoa Chadema hao wananunuliwa na chama fulani. Lisu pambana maisha yaende. Anaitwa Lugo kutoka Morogoro, Kilombero Mangula huko. Ametuandikia ujumbe wake pia. Muda wa ngenga za siasa kupitia kwenye Super Breakfast ya East Africa Radio. Nikukumbushe kwamba ngenga za siasa pia zinapatikana live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube. Unaweza kwenda kufuatilia hapo ukashuhudia wanasiasa mbalimbali wakipigana ngenga wakiwa na Samson Chazi. Lakini pia nikukumbushe na tunasisitiza tu kwamba ngenga za siasa hizi ni maoni ya watu binafsi ambao wanazungumza kuhusu tafsiri yao kwa wanachokifikiri kwenye siasa. Haihusiani chochote na kipindi hiki, sio maoni ya kipindi wala sio maoni ya mtangazaji huyu unayemsikia wala yoyote wa kipindi hiki, wala sio maoni ya kituo hichi cha radio unachokisikiliza. Kwa hiyo ni maoni ya wanangenga, na wewe pia unapewa nafasi ya kutoa maoni yako kupitia kwenye platform mbalimbali ambazo tunakutajia hapa. Namba ya simu 0683 802966, lakini pia kwenye ujumbe kwenye ukurasa wa YouTube unaweza kutuandikia pia maoni yako kwa yale ambao utakuwa ukisikia kwenye ngenga. Unaweza pia na wewe kupiga ngenga kupitia kwenye maeneo ambayo nimekutajia hapo. Samson Chazi huyu hapa kwa ajili ya ngenga za siasa. Tukirudi ni the interview. Ngenga za siasa. Ngenga za siasa. Karibu tena, ni katika sehemu ya 3 ya upinzani una nia ya kuchukua dola. Mona Lisa kutoka ACT Wazalendo pamoja na Nice kutoka Chadema wanapigana ngenga za siasa. Swali kubwa, huu upinzani una lengo kubwa la kuchukua dola? Hoja za msingi zinaendelea ndani ya ngenga za siasa hii leo katika sehemu yao ya 3. Sisi ambacho tunaona hakiko sawa, tunaenda kufungua kesi. Hujanijibu swali langu. Ni wapi panasema usiposaini fomu ya maadili hautaingia kwenye uchaguzi? Kwa bahati mbaya au nzuri, mimi si mwanasheria. Hayo mambo ni ya wanasheria. Nikutoe tu wasiwasi. Lakini wao wenyewe wameshasema kwamba nyinyi mmepoteza fursa ya kwenda kusaini. Wao wenyewe. Kwa hiyo imesema simetoa, haukuona statement? Nimeona. Sasa ukisema wao wenyewe manake inabidi muwafuate wao. Sasa ndicho anachofia Nice. Kwamba wao wenyewe wale washakuwa mabosi zenu sasa. Yes. Bila wao hamwezi. Yaani unataka ujue Mona Lisa, hii nchi haiongozi na tume. Yaani hata uchaguzi unavyouona, kiachilia mbali tume ya taifa ya uchaguzi, maana mimi siwezi kuita tume huru kwa sababu ni unafiki. Na siwezi kuwa mnafiki mbele ya kadamnasi. Hicho kitu ni kipinga hadharani. Lakini hiyo tume yenyewe inafuata sheria. Ndio maana tunasema wakati tunaizungumzia tume, lazima tujue hiyo tume haijiongozi peke yake. Ina hizi sheria ambazo ni mbovu. Ndio tunazotaka tuzirekebishe kwanza. Sasa, kabla ya kuenda kuilaumu tume, tunailaumu kwa sababu wao unaweza tukao tunabebesha mzigo. Muda tuliobaki nao kuelekea kwenye uchaguzi. Na hayo matakwa yenu, unadhani unatosha kufanya hayo mabadiliko, au tuingie kwa kanuni hizi ambazo tumekuwa tukizitumia muda wote na tukapambane tushinde? Kwa sababu ukileta vikwazo ni kuwakosea wanaowaamini. Yaani kanuni hizi zimewahi kutupa wabunge wakaingia bungeni. Ndio si kweli? Sahihi. Sasa kwa nini tusitumie mbinu zile ambazo tulizitumia kupata wabunge na madiwani? Sawa? Kupata kura nyingi za wagombea wetu urais. Kwa nini tusitumie mbinu zile? Shida hapa ni nyinyi mnaendelea kushusha morali ya wapiga kura. Na kuwapa kiburi na jeuri CCM ambacho hawana. Kuna maeneo wananchi hawaitaki hata kuisikia CCM. Ukienda wale kuwaeleza
ukienda kufanya kampeni, ukiweka mgombea sahihi, watu wako tayari kusimama na mgombea yule na kufanya mabadiliko. Sasa mbona yule mgombea alikatwa? Sio tu kukatwa, yani mwambie hivi, watu wa Luis, unakaa Luis, watu wa Luis walikubali kufanya mabadiliko. Kilichowatawanya nini? Mabomu. Walikaa pale, mimi nilifika. Kwa baadaye pengine tulikuwa tufahamiane maana hatukuonana. Nilifika. Kilichowatawanya watu ni mabomu. Wewe unafikiri wale watu kesho wataka kupiga mabomu tena? Kwamba sisi tuna watu ambao kazi yao wao ni kwenda kukaa pale, wasubiri mabomu, wapigwe, warudi majumbani kwao. Subiri nikueleze kitu nice. Yes. Hatupaswi kuogopa. Hatupaswi kutishwa kwa mabomu. Sahihi. Sikule ukukimbia? Akubaki. Mimi nilikuwa nimesimama pembeni tu pale. Watu tu walikuwa na maji kwa sababu polisi siku ile walipiga mabomu tu kutawanya watu kwa sababu na wanajua Tanzania ni waoga. Ukisema hampaswi kukimbia, nini kilitakiwa kifanyike pale? Ni kukabiliana na polisi kwa sababu polisi waliingiza maboksi yale ya kura. Kukabiliana na polisi? Kwani polisi ni nani? Polisi si raia kama mimi. Unakumbuka juzi kuna wanachama walienda mahakamani wale walikuwa hawajajiandaa. Yaani sasa nyinyi kwa nini mapambano unajua tunapaswa kuna hoja msingi hapa hivi. Tunapaswa kupeleka mapambano kumbe nyinyi Chadema. Kwa sababu polisi wanachotakiwa ni kutulinda. Kazi ya polisi ni kulinda raia na mali zake. Polisi akikiuka hayo manake ni muhalifu. Unapaswa kukabiliana naye. Imesha kutokea wapi? Kwa Tanzania. Watanzania ni waoga. Lakini kumbuka wakati ule ambao ulikuwa msiandamane, watu wanaandamana. Mimi nimekuwa Chadema. Umeelewa? Mimi nimetoka Chadema ndo tukaanzisha ACT. Okay. Umeelewa? Ilikuwa msiandamane, watu tulikuwa tunaandamana. Kweli si kweli? Sahihi. Watu walikuwa na morali na viongozi walikuwa wanatupa moyo. Polisi walizidiwa nguvu. Polisi nchi ni wangapi? Ni wangapi? Ni wangapi? Yaani Watanzania wote. Mbona kama anarudi vizuri mwache. Mbona kama unaendana na Chadema? No. Yaani sio namwambia sasa namueleza naisi kwamba hatupaswi kususia uchaguzi. Hatupaswi kuwatisha Watanzania kwamba tupambane kwa sababu wanaowapa kiburi, wanaonyesha mfano mwezi Novemba mwaka jana. Mgombe wako sikakatwa kwa sababu amekosea ameandika mjasiriamali. Mbona mkuonyesha mfano? Ngoja nimsaidie. Si ndio tunaje. Hawa mfano wako mimi nakusaidia bwana. Tulikuwa na watu wa ST Wazalendo pale kwa DAS kwa mkuu wa wilaya pale Luguruni. Tulikuwa nao watu wa ST Wazalendo baada ya watu wenu kukatwa. Yaani wakija, yaani paka hata mimi ningekuwa DAS kiukweli, to be honest. Hata ningekuwa DAS. Kwa namna ambavyo mlikuwa mnakuja, jina sirudishi. Yaani unakuja yani tu jamani majina yetu. Alafu nyinyi leo mnasema eti tunapambana. Nyinyi kupambana mnaweza huko? Tunaweza. Ndio maana nakwambia. Mtoko mjie Monalisa. Kazi ya kupambana sio ya chama cha siasa. Kazi ya kushika dola sio ya kwetu, ni wananchi. Sasa kama nyinyi mnaamini mna hao watu ambao wanaweza kupambana na nyinyi, sawa. Lakini sisi tunaamini umma unatakiwa kupata elimu ya kutosha. Wakishaelewa, umma wenyewe watakuja kusema. Na ndio maana nikakwambia Tandahimba tuna mtaa, tuna kijiji mimi. Tumepata kijiji na vitongoji vyake. Sahihi. Nimekisahau tu ni kijiji gani. Na mimi nilienda kufanya kampeni za kuunadi wagombea kule. Nilichokuwa nawaambia watu kwenye majukwaa ni kwamba hatupaswi kuwaogopa hawa watendaji. Twendeni tukafanye maamuzi na tulinde kura zetu. Watu waliwatishia watendaji kuwachoma nyumba zao wao pamoja na familia. Kijiji na vitongoji vile vilitangazwa. Haoni kama mnavunja sheria. Alafu kwanza yaani tumemwambia wao wakiiba wamefanya kosa. Yaani unamtangaza ambaye hakushinda wewe ni mwizi. Umefanya kosa. Mwaka huu mmeplani nini? Tuna plani makubwa. Yaani sisi tutacheza ngoma vile itakavyopigwa. Anayeshinda ni lazima atangazwe. Iwe kwa mtutu, iwe kwa ugomvi, iwe kwa kuuana, tuko tayari. Na wakati ngenga za siasa zikiendelea hapa, tunapata maneno mazuri kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Tume Huru ya Uchaguzi, ambapo inahusu mahudhui kuhusu uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, ambapo zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa awamu ya pili kwa mikoa ya Pwani, Tanga, Arusha, Kilimanjaro, Dodoma, Singida, Manyara, Lindi, Mtwara, Morogoro na Dar es Salaam pamoja na mikoa yote ya Unguja na Pemba litafanyika kwa muda wa siku 7 kuanzia tarehe 16 hadi 22 mwezi Mei 2025.
15. Zoezi hili linatekelezwa sambamba na uwekaji wazi wa daftari. Vituo vitafunguliwa kuanzia saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 12 kamili jioni. Wahusika uboreshaji huo ni Watanzania wote wenye sifa ya kupiga kura ambao hawakujiandikisha au kuboresha taarifa zao katika daftari wakati wa uboreshaji wa awamu ya kwanza, na waliohama kutoka katika eneo moja la uchaguzi kwenda kwenye eneo lingine vile vile mara baada ya uboreshaji wa awamu ya kwanza wanahusika. Na wajibu wa wapiga kura kuhusu daftari la awali lililobandikwa vituoni, cha kwanza ni kukagua daftari hilo na kurekebisha taarifa za wapiga kura ambao taarifa zao zimekosewa. Cha pili, kumfuta mtu yoyote aliyepoteza sifa kuendelea kuwepo katika daftari. Cha tatu, kuweka pingamizi kwa wapiga kura wasio na sifa ambao wamejiandikisha katika daftari. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu bure kabisa kupitia namba 0800 112 100. Kumbuka, kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Hayo yakiwa ni maneno mazuri kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na sasa tukiendelea na ngenga za siasa. Kumbe nye Chadema bwana, bora tu mshiriki. Sababu bora mgesaini fomu ya maadili. Umeona Tandahimba? Wananchi waliwafuata watendaji wale wa vijiji. Tangazeni matokeo, mtu wetu kashinda. Wametangaza. Uchaguzi umekaa siku 3 hawatangazi. Wamekaa na jina la mshindi. Siku hizi wa ACT hawatangazi. Wananchi hawakutoka pale. Kuna walikuwa wanatoka, ni kama walikuwa wanaenda kupika, wanawaletea chakula wenzao pale. Watu walikuwa wanalala pale, wanaamka pale. Siku ya 3 alitangazwa. Sasa nye Chadema mnafeli wapi? Sasa ni sisi wenyewe wapinzani. Mimi ndio nianza kumuelewa Mona Lisa. Yaani ukisema eti kwamba kura zitaibiwa. Zitaibiwa vipi kama watu wako tayari kuleta mabadiliko? Na ukiangalia watu wako tayari. Ndio tukawarudishe morali. Sababu watu walikuwa ni kwenda kuzungumza na wananchi na kuweka mtu sahihi. Sababu sisi tunajuana. Nani Kibamba anakubalika? Nani anasikilizwa Kibamba na wananchi? Sahihi. Namweka huyo. Mkienda kuweka mtu ambaye si sahihi, ni mwanya kwa watawala, sababu naonyesha wanafuatilia. Lakini mkiweka mtu ambaye ni strong, mtu ambaye anakubalika, ni lazima jimbo lile mlichukue. Sasa nice. Kususia uchaguzi nice. Kuleta vikwazo vya no reform. Kuleta sababu za kuibiwa kura. No reforms ni vikwazo? Yes. Kwao. Yaani wao wameweka hivyo kwamba hatutashiriki uchaguzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii. Paka hizi zibadilishwe. Zisipobadilishwa hakutakuwa na uchaguzi. Wana mamlaka hayo ya kuzuia vyama vingine 19, tutoe CCM. Vyama 18 ambavyo vimesha sign, wana uwezo wa kushawishi wasusie nao uchaguzi. Mna uwezo wa kuzuia Chadema peke yenu CCM wasifanye uchaguzi. Sababu unapotaka kufanya jambo, kwanza unatakiwa ulipime. Unatakiwa uone una nguvu hiyo. Lakini nguvu pekee ambayo vyama pinzani tumebaki nayo ni wale wanaotuunga mkono, kuambia uchaguzi huu uwe kufa na kupona, ili iwe funzo kwa watawala kwamba hawatakiwi. Na uchaguzi ni mali ya Watanzania, ni mali ya umma. Uchaguzi si mali ya vyama vya siasa. Yaani kuna mtu haitaki CCM kabisa. Ukioni mwisho wa sehemu ya 3 wa ngenga za siasa kwa siku ya leo. Huu mtiti utaendelea tena siku ya kesho. Upinzani kweli wana ari ya kuchukua dola. Kumbuka unaweza kushirikiana nami kama unataka kushiriki ngenga za siasa. Njoo Instagram na Facebook, niandikie Samson Charles pale inbox, weka namba yako ya simu, nitakutafuta popote pale ulipo. Ngenga za siasa. Ngenga za siasa. Na 7 unaweza pia na wewe ukatuma ujumbe mfupi kuhusu ngenga. Tuko live kupitia kurasa yetu wa YouTube @EastAfricaRadio, lakini pia kupitia 0683802966. Mimi ni Kisa Daniel, yuko Exaudi Mtei, lakini pia yuko Geoffrey Mchungu hapa. Tuna mengi sana, tuko hapa na tuna mengi sana. Tukirudi tutazungumza hayo ambayo tumekuandalia. Endelea kukaa hapa pamoja na sisi. Punde tu tunarudi hapa. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi.
East Africa Radio, Arusha. Together tunawakilisha. Wewe Mr. Thomas babu, yani umekaka mfuko wa bura babu. Mimi nataka unitegeshe station ya kueleweka babu, mimi nataka kusikiliza ngoma ya. Kuna station moja inaitwa Mawimbi, hiyo ninapita babu, car train napita kwa njia yake. Jani. Station gani hiyo? East Africa Radio babu. East Africa Radio. Wewe Jani, sinabii unasikika East Africa nzima wewe. Wewe kila kona ya jamii wanaipata hapo. Wewe sikiza Thomas bwana. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Wewe ni shujaa, unaitumia mwili na akili kuto kucha. Bila shaka, maumivu ya hapa na pale ni sehemu ya maisha yako. Usihofu, Emami ni shujaa mwenzako mwenye nguvu za ajabu. Hutuliza maumivu na kukufanya uendelee na mapambano kiushindi. Imetengenezwa kwa mkaratusi, karafuu, menthol na kamfa. Emami Menthol Plus hurejesha tabasamu, pumzi safi na uchangamfu. Huingizwa na kusambazwa na Abacus Pharma Africa Limited, committed for healthier Africa. Pia inapatikana kwenye maduka yote ya dawa za asili, pharmacy na supermarkets. Sema na Emami. Ongea kishujaa. Kilivyoisha bando kakiweka kando na kupita mambo. Kiwashe, tunakwambia kiwashe. Yeah, ama kinachanga